أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. Jana tumezungumza katika kikao chetu ambacho maudhui yetu ni mwanamke na daraja zake za imani. Yaani mwanamke aweza kufika daraja zipi za imani na njia ya kufikia daraja hizi ni vipi. Alafu kisha tuwaone wanawake ambao waliofika daraja za juu ni akina nani, na mfano bora wetu tuweze na sisi kuchukua kama kiigizo chetu na mfano bora kwetu. Tulisema, nikirudi nyuma ndio wale ambao labda hawakuwepo labda wapate kujua, ni kwamba tumefika mahala ambapo tulisema ya kwamba Mwenyezi Mungu ametupatia njia mbili au viungo viwili. Hivi viungo ikiwa tutavitumia ipasavyo, tutaweza kumfikia Mwenyezi Mungu kwa haraka zaidi, yani tutapata ukamilifu haraka zaidi na kwa njia nzuri zaidi. Na viungo viwili hivi ni akili na moyo. Kisha tukaanza kuzungumzia kuhusu akili na tukajua ya kwamba akili ni kitu muhimu na kitu msingi sana katika dini, na kwa kutumia faida kuitumikia akili na kufaidika na akili zetu, basi ndio tutaweza kupaa na kufika daraja za juu. Bali tukasikia hadithi mojawapo zilizosema ya kwamba la dina liman la akla lahu, mtu asiyekuwa na akili hana dini. Yani ikiwa hatumii dini yake, akili yake, basi dini hamna. Kinyume cha watu wengine au dini nyinginezo, tunaambiwa kwamba wewe tosha tu amini, hakuna haja ya kutumia akili. Akili yako ilaze na utumia imani tu, kila kitu unachosikia uamini bila kutumia akili. Kinyume cha Uislamu tunaambiwa usiamini bila kutumia akili. Hauna dini ikiwa hutatumia akili. Kisha tukaja tukasema ya kwamba akili hii haitoshi bila ilmu. Kuna vitu ambavyo tunahitaji kuviingiza kwenye akili ndio akili iweze tufaidike nayo ipasavyo. Mtu ambaye atasema na akili tu wala hataki kupata ilmu, basi atakuwa na kasoro kubwa. Lakini aliyekamilika ni yule ambaye anaipatia chakula chake akili. Na tukasema ya kwamba elimu ndiyo nuru na taa ya akili. Yani mwenye akili na hana elimu ni kama yule ambaye anayetembea kwenye giza. Ni yule ambaye anatembea bila taa, bila tochi. Ilmu ndiyo misbah, ndiyo taa ya akili na ndiyo inayokufuatia. Alafu kisha tukaendelea tukataja hadithi nyingi ambazo zinazungumzia fadhila za ilmu, na ya kwamba mtu walio bora na walio mbele ya Mwenyezi Mungu, waliotangulia katika daraja ni wenye ilmu. Yani daraja ya juu kabisa ni ya yule mwenye ilmu. Ama asiyekuwa na ilmu, daraja yake tu ana imani, daraja yake iko hapa. Na tukaona pia daraja zilizoko baina ya mtu mwenye ibada tu anamwabudu Mwenyezi Mungu. Tulitoa mfano kwenye hadithi moja ikatuambia ya kwamba mwenye ibada na mwenye ilmu tofauti yao ni kwamba ni tofauti ya daraja 70, na baina ya kila daraja ni mwendo wa farasi wa miaka 70. Yani kila daraja ndio uweze kufika kutoka kwa daraja hii ufike kwa daraja ya pili, inahitaji ufanye nini? Muda wa miaka 70 kwa farasi ndio uweze kufika daraja ile. Lakini na daraja zenyewe ni 70. Sasa tofauti ya mwenye ibada na mwenye kufikia na mwenye ilmu. Sasa hapo ndio tulifika, na ndio nilikuwa nikitaka ndio tuweze kujua vipi tunaendelea. Sasa hadithi hizi bado tunaendelea kuweza kujua ubora wa alim, msomi, juu ya mwenye ibada na juu ya watu wengine. Hapa kuna hadithi ambayo pia inatuelezea
utukufu wa msomi juu ya mwenye kufanya ibada asiyekuwa na elimu. Yani mwenye kukaa tu kazi ni kufunga saumu, kukesha, sijui kuswali na mengineyo, ibada tu. Na huyu alim huenda kawa kazi yake ni kusoma vitabu vyake tu na kufundisha, au na kukaa na kufikiria, labda haswali sana, anafanya tu mambo yake ya wajibu. Imam Bakir alayhi salam anasema kwamba alimun yuntafa'u biilmihi afdalu min 70 abid. Msomi, alim, mjuzi, mwenye ilmu ambaye ilmu yake watu wanafaidika naye ni mbora zaidi kuliko wenye kuabudu 70, watu 70 wenye kuabudu. Yani huyu atu 70 ndio waweze kumfikia, thawabu zao zimfikie, inabidi watu 70 na ibada zao ndio tuwakusanye, ndio labda afikie daraja ya thawabu za alim mwenye kushughulikia watu. Sasa tukiendelea, kitendo tu kile cha kusoma, kama vile sasa hivi mmeketi mnasoma, mnapata ilmu, hicho kitendo tu cha kupata ilmu yenyewe ni ibada kubwa zaidi kuliko ibada zingine zote. Yani wewe mtu aende akaswali kama sasa hivi, apuuze kikao hiki, aende akakae kumsikitini akaswali swala zake chungu nzima na ibada, je, zitatoshana na sisi ambao labda tumeketi hapa tunazungumza kuhusu mambo ya ilmu? Tofauti kubwa. Mwenye kukaa kufikiria, kusoma, kupata ilmu walau kwa dakika chache, cheo chake ni kikubwa sana, ni ibada kubwa sana, kama tunavyoona pia kwenye hadithi. Hadithi moja hapa inatuambia kwamba tadhakurul ilm saa khairum min qiyami layla. Kukaa kuzungumza na kutaja ilmu kwa muda saa moja ni bora zaidi kuliko mtu kukaa akakesha usiku wote akiwa anamwabudu Mwenyezi Mungu. Usiku amekesha ajalala, wakati huo labda kuna baridi pia, ni usiku, ametulia kutoka masaha yote mpaka asubuhi, anaswali, anasoma, sijui anafanya nini, anasoma Qur'ani na nini, mambo haya yote amesoma, sio kubahthi, sio kusoma ilmu. Huyu ambaye anakaa kwa muda lisali moja tu anasoma ni bora zaidi kumliko huyu. Bali kukaa tu kusoma, wewe ukawa ni mwanafunzi unasoma, unamshinda mtu katika hali hii, unamshinda mtu ambaye anafunga, anafanya nini, ibada zote. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, atumswali Mtume, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man talaba ilma, mwenye kutoka na kwenda, yani akawa ni mwenye kutafuta ilmu, yani anasoma, anakaa darasani kwa muda, anapata ilmu, kutaja ilmu, yeye fahuwa kasaimi naharahu, mfano wake yeye ni sawa na yule ambaye anafunga mchana wote, walqaimu layla, na pia ni sawa na yule ambaye pia anakesha usiku, wa inna baban min alilm, yani ni sawa na mtu ambaye amefunga mchana na amekesha usiku. Wa inna baban min alilmi, na kila mlango anaosoma wa ilmu akafunguliwa akasoma mlango fulani, yani ilmu moja akaipata, au masala moja ya ilmu akaipata, khairun lahu min an yakuna lahu Abu Qubais. Huo mlango aliojifundisha akasoma, kwa mfano akafundishwa kama vile tumesoma leo faida za maji, akafundishwa jambo hilo, au akafundishwa utukufu wa akili, hiyo mlango mmoja, hiyo anasema ni bora zaidi kuliko mtu yule ambaye atakuwa ana nini, ana mlima unaoitwa Abu Qubais. Kuna mlima ambao uko Makka karibu na Masjidul Haram, mlima mkubwa kabisa ambao ni mkubwa kweli. Walipokuwa Waarabu wakitaka kufananisha kitu ukubwa wake na wingi wake, walikuwa wakisema kitu mali au dhahabu mfano wa mlima wa Abu Qubais. Sasa ndio anasema hiyo masala au mlango uliojifundisha ni bora zaidi kuliko mtu ambaye tuseme atakuwa yuko na mali dhahabu
kiwango hicho cha mlima wa Abu Qubais, kisha akatoa mali yale fi sabilillah. Hebu fikiria, ni mapesa mangapi hayo madhahabu? Wewe mwenyewe ukiwa na dhahabu kipande kidogo kama hiki, wewe ni tajiri kweli? Basi mlima mzima uko nao ni pesa chungu kiasi gani? Inatosha inchi mzima hata kulisha inchi kwa muda wa miaka kadhaa. Sasa wewe ukatoa mali ile ukaitoa kwa fi sabilillah, huyo thawabu za kuitoa mali ile hazimfikii huyo ambaye amejifundisha mlango mmoja wa ilmu. Hebu fikiria sasa, wewe unapoambiwa sasa unataka kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu na kupata ukamilifu zaidi, utachagua njia gani? Utachagua njia ya kuenda kupata ilmu, au utaenda kukaa kutoa sadaka? Thawabu zake ni nyingi zaidi. Sasa nikiwa nitapata ilmu kwa muda mfupi, nimepata makubwa, na nitakuwa nimepata thawabu kiasi gani? Thawabu chungu nzima. Ingine pia inatuambia kwamba talibul ilm talibur rahma, mwanafunzi mwenye kutafuta ilmu yeye ni mtafutaji, ni mwenye kuitafuta rahma ya Mwenyezi Mungu. Talibul ilm ruknul islam, mtafutaji wa ilmu yeye ni nguzo ya Uislamu. Yani kwa kupitia huyu Uislamu unakuwa ni wenye kuhifadhika, kwa sababu anaposoma anaufahamu Uislamu na atakuwa ni mwenye kuutetea Uislamu, na atakuwa ni mwenye kuueneza Uislamu, atawafundisha watu wengine, atakuwa amechukua jukumu la mitume. Ni cheo kikubwa. Kwa hivyo yeye ni nguzo muhimu ya Uislamu, ruknul islam. Wa yu'ta ajruhu ma'an nabiyyin. Ajabu. Na huyu mwanafunzi mwenye kutafuta ilmu, katika hali ya kutafuta ilmu, ikiwa kwa mfano atafariki katika hali hii, malipo yake katika hali ya kutafuta ilmu, malipo yake ni kwamba atalipwa malipo sawa pamoja na mitume. Atalipwa malipo pamoja na mitume, yani wanapolipwa mitume malipo yao huko peponi, na yeye pia atakuwa katika grupu ile. Ni cheo kikubwa sana. Inasema pia vile vile hadithi, ajabu athari unapendwa pia na viumbe wa Mwenyezi Mungu mwenye kusoma ilmu. Sasa hivi nyinyi mko katika hali hii, hali yenu hiyo mlionayo ndio hii pia tunaelezewa pia katika, kwa sababu ni katika wanafunzi. Nasema inna talib ilm, hakika mtafutaji wa ilmu, yani mwenye kukaa kusoma hata dakika chache, yani ni mwanafunzi huyu, la yastaghfiru lahu kullu shay, vitu vyote vinamuombea msamaha Mwenyezi Mungu. Yani kama ana kasoro, amefanya dhambi au nani, makosa ambayo alionayo, viumbe vyote, vitu vyote vinamuombea msamaha. Hata hitanul bahar, hata nini, samaki wakubwa walioko ndani ya bahari, hawa samaki walioko ndani ya bahari pia wanakuombea wewe msomaji, mtafutaji wa elimu. Wa hawamul ardh, na wanyama wenye kutambaa juu ya ardhi. Wasibaul bar, na wanyama wakali wenye kukaa kwenye bara yani. Wa an'amahu, na ndege wote watakuwa ni wenye kukuombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hicho ni cheo kikubwa sana kwa mwanafunzi, kwa mwenye kutafuta ilmu. Ilmu ni muhimu. Kwa hivyo tunaona njia ya kuweza kumfikia Mwenyezi Mungu ndio hiyo. Na hii haihusu mwanamke tu peke yake au mwanamume peke yake, ni hali ya wote wawili. Kwa njia hii anaweza kukamilika mwanamke na kumfikia Mwenyezi Mungu. Wengine wanafikiria kwamba labda mwanamke hana wajibu, hana haja ya kwenda kusoma au kushughulisha akili yake na kuikuza kwa elimu. La, mwanamke pia ana uwezo ule, kama vile pia tunaambiwa talabul ilm faridhatun ala kulli muslimin wa muslima, yani kutafuta ilmu ni faradhi, ni wajibu kwa kila Muislamu, mwanamume na mwanamke. Anawajibika mtu kukaa na kusoma na kupata ilmu, na kwa njia hii ndio tunakukaribia na kupata ukuruba zaidi wa Mwenyezi Mungu na kupata ukamilifu zaidi. Kwa hivyo mwanamke ana uwezo kama vile mwanamume kwa kutumia, na wote wamepatiwa akili
Na kwa hivyo kwa kutumia akili hii au kwa kuipa chakula chake ambacho ni ilmu, tutaweza kukaribia Mwenyezi Mungu zaidi, na ilmu ndio bora zaidi hata kuliko mambo mengi, saumu, sala, nini. Ilmu ni kitu kikubwa. Inshallah tutakuja kusoma, lakini tusije tutaendelea kesho, lakini tusifahamu ya kwamba ni ilmu tu kusoma na mtu hatekelezi. Ni kama yule ambaye anaweka pesa kwenye akiba ya benki, lakini mali ile mwenyewe haimfaidi. Haimaanisha kwamba kusanye mali nyingi uweke kwenye account. Mali yule naiweka ndio uweze kuila na kufaidi watu wengine. Vile vile ilmu mtu awe naye nyingi, lakini aweze kuitumia yeye na kuwafaidi wengine. Tufikie hapo hadi kikao kingine insha Allahu taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.